Tunaendelea kusikiliza mwendelezo wa mada ya amani. Mbali haki za kundi fulani, imani kumpigia kura mtu huyo itakuwa haifai, kwa sababu utakuwa umesupport yeye kwenda kuleta madhara ndugu zangu katika imani. Na kuna kaida katika dini yetu tukufu, daf'ul madar, kuondoa madhara, muqaddamun ala jalbi masalihi, unatangulizwa kuliko kuleta maslahi. Hili tutakuja kuzungumza katika hotuba hii inshallah. Jambo la tatu, antakuna biniyati islah, iwe kupiga kwako kura ni kwa ajili ya kutengeneza ndugu zangu katika imani. Wafahamu kabisa demokrasia ni ukafiri, wal kufru millatun wahida, na ukafiri ni mila moja, yote tuwafahamu. Lakini imeonekana kwa huko kupiga kura huenda ukapatikana wepesi ndugu zangu katika imani. Pengine kuna mmoja alifungia adhana katika nchi yetu, mwingine akaahidi laiti atapata mamlaka hilo ataliondoa, kule kutafuta unafuu wa kufanya ibada, basi mtu akapige kura kwa nia ya kutengeneza ndugu zangu katika imani, au taklidi fasadi, au kwa ajili ya kupunguza uharibifu. Hatusidanganyane, sio eti kupitia siasa ndio dhulma yote itaondoka, ni kitu hakiwezekani. Dhulma itaondoka kwa kitabu Allah wa sunnatu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, lakini ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu, kile ambacho huwezi kukipata chote basi usikiache chote. Huwezi kuondoa dhulma 100%, lakini kuna fulani unadhania huenda kwa kumchagua ikapunguza. Fanya ndugu zangu katika imani. Kwa hivyo kwenda kupiga kura kwa nia ya kutengeneza, sio tu kwa sababu ya uchama. Hata kama chama chako kina sera hovyo, hata kama mgombea wako anayemtaka ni mtu wa hovyo, ameahidi mambo mabaya, ati kwa vile una affiliation naye ukienda kumpigia kura hivyo hivyo, wakati huo utakuwa umefanya jambo baya ndugu yangu katika imani. Kwa nini tunasema yafaa? Qaidatu itikabi akhaffi ad-dararain. Kuna kaida, yani pale ambapo Muislamu ametindikiwa hana namna, lazima atalivaa moja kati ya madhara mawili, ikhtaru akhaffa ad-dararain. Sheria inasema chagua yale madhara yenye manufaa ndugu zangu katika imani. Nitakupeni mfano. Tunasema wanasiasa wote ni wale wale, na ni kweli. Wanasema politics is a dirty game, siasa ni mchezo mchafu. Ahyana yakunu sadiqan, hilo linakuwa ni kweli ndugu zangu katika imani. Yakunu sadiqan, ni kweli kabisa. Wenyewe kwao hakuna rafiki wa kudumu wala adui wa kudumu. Kama mwafuatilia miaka ya nyuma, kuna mmoja kati ya wanasiasa alishutumiwa kwa ufisadi kweli kweli, ikawa hatakiwi kabisa tena na wapinzani. Alipohamia kwao, yule mtu fisadi akawa ni mtu bora na akasimamishwa kugombea tena, kama mwakumbuka. Lakini that's politics, ndio siasa ilivyo. Kwao hakuna adui wa kudumu wala rafiki wa kudumu. Adui yako wale wanayekushambulia maneno makali kwenye social networks kadha kadha, kesho shekhe wanakuwa pamoja na wanapeleka ajenda zao. Kwani mara ngapi tumeona watu waliokuwa shupavu katika siasa, akikosa nafasi katika chama chake anarejea kule kule alipoongea zubana ndugu zangu katika imani, wakati ule anakuwa malaika tena. That's politics. Lakini huyu mmoja ametuwekea wazi madhara yake, yanaonekana yatakuwa ni mabaya zaidi. Huyu mwingine ni mjanja vile vile, lakini asema wazi atajitahidi kutunga haki na uadilifu katika jamii. Wote ni waovu na wote watatudhulumu, watatufanyia mabaya, lakini ikhtas akhaffa ad-dararain, chagua yale madhara yenye unafuu ndugu yangu katika imani, katika hayo mawili. Wakati huo kwa ajili ya taklidul fasadi, kupunguza walau ule ufisadi, sheria itakutaka ukapige kura na umchagua yule mwenye nafuu ndugu zangu katika imani. Wote wauaji, tufanye hivyo. Wana rekodi hiyo, huyu kaua watu 200, huyu ana shubha ya kuua watu 20, na lazima mmoja wao ashike hatamu. Shehe ni nafuu huyu aliyeua 20 kuliko yule mwenye 200 ndugu zangu katika imani, hata kama wote ni pipa na mfuniko. Hilo ni jambo la kuzingatia. Lakini jambo la pili ndugu zangu katika imani, qaidatul masalih mursala, ile kanuni katika dini yetu ya maslahi yaliyoachiliwa. Kuna mambo katika jamii maslahi yake ni muhimu na yanarejea kwa wote. Kama kupiga kura utachangia kupatikana kwa maslahi hayo, kuwa na level nzuri ya maisha ndugu zangu katika imani, kuwa na elimu bora, watu kupata afya nzuri, basi wakati huo tutalazimika ndugu zangu katika imani kufanya hivyo. Al-musharakatu siyasiyya wasilatun li tahqiqi masalih an-nas, kushiriki political participation, kushiriki katika michakato ya kisiasa
ni njia, wewe unataka hutaki, kwa sababu siasa ndio ina allocate resources, sio mgawanyo wa rasilimali. Wapi tupeleke huduma, kwa muda gani, kwa nani, kwa njia gani, kwa kiwango gani, inategemea na siasa kuzama katika imani. Kwa hivyo sisi kama Waislamu tukijitenga tukawaachia wafanye wao, tutakuja kulalamika. Kwa hivyo endapo kushiriki huko kutaleta maslahi ya moja kwa moja kuzama katika imani. Lakini jambo la tatu, fi'lu Yusuf alayhi salam, kitendo cha Yusuf alayhi salam kushiriki katika siasa iliyokuwa ikifanyika wakati wake na haikuwa dola ya Kiislamu. Kitendo chake kilidalili, ndugu zangu katika imani, ya kujuzu kushiriki katika michakato ya kisiasa kwa lengo la kutengeneza. Qala ta'ala, ij'alni ala khazaini al-ardi inni hafidhun alim. Alisema Yusuf, kuambie nipeni mimi kuwa ndio mtunza hazina, niwekeni mimi katika nafasi ya kutunza rasilimali na mipango, hakika mimi ni mwenye kuhifadhi, mwenye kujua. Kwa hivyo kitendo cha Yusuf kushiriki katika hili, hata kama watasema shari'atu man qablina laysat bi shari'atina, sheria hiyo itakuwa ni ya kwetu, muda wa kuwa Qur'an wala hadithi hazijakrashi jambo hilo, na hakuna dalili inayokataza jambo hili, ndugu zangu katika imani. Na hapa kuna tanbih pia, tunasema inajuzu kwa Muislamu anayejiamini, aliyejidhatiti, ajiona anatosha kwamba ninaweza nikaingia katika nafasi fulani nikafanya islahi na kuondosha na kupunguza huo uharibifu, itajuzu kwake kuingia kwa mlango huo, lakini kwa sharti. Yusuf alisema inni hafidhun alim, mimi ni mwenye kuhifadhi, mimi ni mwaminifu, mimi ni mjuzi. Wewe ndugu yangu unajiweza? Mie na wewe nyumbani kwako mkeo tu kumwambia vile hijabu na kuogopa, aenda uchi na unaogopa hata kusema kweli. Do you think ukiwa katika hizo mikutano, katika vikao vizito na wakuu wa nchi wakapitisha maamuzi yao, unadhani utaweza kuraise na kutoa yale ambayo yanatakiwa? Kama kwenye kikao tu cha mtaa ikifika muda wa sala Ijumaa washindwa kunyanyuka kwenda kuswali kwa kuogopa, itakuwaje utakapoingizwa katika vikao nyeti vinavyogusa ajenda za kitaifa, ndugu yangu katika imani? Kwa hivyo uongozi laisa likulli man habba wa dabba, si kwa kila mtu, ndugu zangu katika imani. Uongozi ni amana, ndugu zangu katika imani. Kwa hivyo endapo kufanya hivyo, ndugu zangu katika imani, kutaleta maslahi, basi jambo hilo litakuwa linajuzu kwa sisi, ndugu zangu katika imani. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, wa liqawlihi yahtadi al-muhtadun, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو